The Government Inspector ni play inayotumika kwenye somo la literature in English Tanzania. Walimu wengi hawapendi kusoma play hii pamoja na kufundisha kwa vijana wao kwa sababu ya majina ya wahusika waliotumiwa ni magumu sana kuyatamka au kuyapronounce. Hata wanafunzi wenyewe wanapitia changamoto kubwa sana wanaposoma play hii au kuwatambua wahusika majina yao ni magumu sana. Ila mimi teacher Karigo Dr. Njige, the man of literature, nimekulainishia uchambuzi wa play hii The Government Inspector kwa ulaini kabisa na kwa urahisi kabisa. The Government Inspector maana yake mkaguzi wa serikali. Yaani title yenyewe ni ionic, ipo kinyume kabisa kwa sababu yule General Inspector au mkaguzi wa serikali mwenyewe naye ni mpenda rushwa. Ila sisi wasomaji tunachotegemea kwamba mkaguzi wa serikali ni mtu ambaye ni safe, yani yuko salama, ni mtu ambaye hapendi rushwa. Ndio maana dhamira kuu yani ya play hii ni swala la rushwa, ni corruption mwanzo mpaka mwisho. Lakini dhamira zingine ndogo ndogo tutazizalisha kupitia hii dhamira kuu ya corruption, yani rushwa. Ndio maana wanafunzi wengi, walimu wanashindwa kusoma kitabu hiki kwa sababu tu ya wahusika, lakini kila ambacho mwandishi amekilenga kinaeleweka kabisa kwa ulaini kwamba ni rushwa, yani corruption. Lakini licha ya kutumia majina magumu, isiwe kikwazo wewe mwalimu kufundisha play hii ya The Government Inspector au mwanafunzi ushindwe kusoma play hii kwa sababu ya majina magumu, ila kila ambacho kilicholengwa na mwandishi Nicolas Gogol kinaeleweka. Kwa hiyo kuanzia leo mwanafunzi, mwalimu, mtu akikuuliza kwamba the concubine inahusiana nini, mwambie ni corruption. Pia mwambie ni ionic title. Title ya kitabu chenyewe ni kinyume chake. Kwa hiyo yule ambaye tunayemtegemea main character ambaye ni General Inspector, kama hujui jina lake, it is better kutumia neno General Inspector, ila yeye anafahamika kwa jina Alexandrovich. Unaweza kaandika jina Alexandrovich. Haya ni majina ya Russia, yani ndio maana play yenyewe imeandikwa Russia huko Urusi. Ndio maana majina yenyewe ni magumu. Ndio maana unaweza kupitia changamoto yule unayenisikiliza kama huna kitabu au hauna analysis ya kitabu chenyewe. Ukishindwa kuandika neno Alexandrovich, unaweza kuandika General Inspector. General Inspector it means that huyo ndo mhusika mkuu anayeongelewa, ndo General Inspector, ndo mkaguzi mwenyewe. Lakini tunachotegemea kwamba huyu mkaguzi ni safe, lakini sio safe. Ndio maana kitabu chenyewe ni ionic title, ni kejeli, yani ni kinyume chake. Sasa huyu tunayemtegemea mkaguzi wa serikali akaibue maovu ya viongozi wengine kule alikotumwa. Yeye ameagizwa na wakubwa wake kutoka Petersburg na anapelekwa kule kusidi, yani southern part of Petersburg, akakague kule kunaonekana kuna jimbo fulani viongozi hawajibiki. Sasa yeye mwenyewe anafikia kwenye hoteli ya gharama, yeye anasubiria alipiwe bili yote aliyoitumia kwenye hoteli fulani. Yeye mwenyewe nosheni yake yote anategemea kwamba apate pesa kutoka kwa hao viongozi, na viongozi tayari washabaini changamoto yake, yani kwamba shida yake huyu ni mtu anayependa starehe, ni mtu ambaye anapenda pesa. Kwa na wale viongozi wakatumia mle kwa kutoa zile rushwa, pesa za kutosha, ili wasiweze kupelekewa ripoti ambayo ni mbaya sana. Pia General Inspector mwenyewe anapenda kamari, anapenda game tofauti, anacheza sana, paka anauza makoti, anauza vitu vya samani ili aweze kupata tu pesa kujikimu na kufanya kucheza hizo kamari zake. Lakini sasa amefika kule, kafika kwenye hoteli nzuri, hata lugha anayotumia kwa wahudumu sio nzuri, ni mbaya, abusive language. One of the language used in this play, abusive language or harsh language. Anatumia lugha chafu kwa mawaita, anawaita you pig, we nguruwe. Kwa hiyo inakuwa highlight picha nzuri, na pia hii ndio inatuzilisha kwamba General Inspector mwenyewe ni wa mchongo. Kwa hiyo kama hujui kuandika vizuri jina la mhusika huyu Alexandrovich au Lestakov au Ivan, unaweza kuandika Ivan kwa jina jingine. Sio lazima uandike majina matatu, unaweza kuandika Ivan au Alexandrovich au Lestakov au Ivan au General Inspector, unaweza kuandika katika. Lakini viongozi wengine other official leaders, viongozi wengine ambao wako ndani ya kusini wa Petersburg, kuna meya ambaye ndo mkuu katika jamii ile, lakini yeye mwenyewe ni mpenda rushwa, school superintendent,
rushwa, jaji ni rushwa, child commissioner ni rushwa, viongozi wale wote. Ndio maana alitoa barua mara ya kwanza kwamba baada ya wiki 2 atafika kule kwa ajili ya ukaguzi. Lakini hata viongozi walipopata ile barua walishtuka sana, kwa sababu wanajua madhaifu yao, kwamba hawatendi haki, hawasaidii watu. Ndio maana meya anakuja kurofishana na watu wengi, apendwe na watu, anajiamulia kufanya mambo yake mengi, anatumia pesa za serikali kwa starehe na mke wake ana. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba viongozi jinsi wanavyotumia mamlaka kujinufaisha wao, badala ya kusaidia watu wengine. Lakini japo hayo madhaifu yameonekana, wananchi wanapeleka malalamiko kwa huyu general inspector. Alipofika kule, kwanza washapokelewa na meya, akapelekwa nyumbani kwa meya, na watu waliposikia kwamba huyu mkaguzi ameshafika na watu wamefanya usafi mtaani, ile danganya toto kwamba ile waonekane wako safe. Walimu wanaanza kushughulika na majukumu yao, madaktari na sekta zingine wanafanya usafi, kuzibaziba mengine. Sasa wao wameshajua sasa madhaifu ya huyu kiongozi. Wengine wafanya biashara makers, na wao wanapeleka pesa ili kwenda kujieleza mashida zao na changamoto wanazozipitia kutoka kwa viongozi wanaowanyanyasa. Kwa hiyo kaona kwamba kuna dhamira ya exploitation kupitia hao viongozi. Kuna dhamira ya corruption ambayo ndio main themes. Kuna dhamira ya irresponsibility, pia kuna dhamira nyingine ambayo tunaweza tukaipata about misuse of public funds, matumizi mabaya ya pesa. Tunakuja kuyabaini sasa kwa hawa viongozi. Hawa viongozi sasa wanatumia madhaifu ya huyu general inspector ambaye anakuja kuonekana kwamba anapenda rushwa kwa kumpa pesa. Hata mechanics wenyewe wanatoa pesa ili mambo yao yatatuliwe, lakini mwishowe tunakuja kuona matatizo yao hajatatuliwa. Wanawake wengi wanalia, hawajaona wamezao, wengine wanateseka sana mtaani. Kwa biashara wengine wanalalamika juu ya meya anachukua bidhaa bila hata kulipa, kwa sababu ni kiongozi katika eneo hilo. Sasa huo ndo mchanganuo, yani mambo yote ambayo mwandishi ameweza kuyaainisha. Kama unataka kutumia corruption, unaweza kaonyesha official leaders, au unaweza kumtaja kama jina lake ni Gumu Luka Lukichi, kuna school superintendent, kuna child commissioner, mayor, judge. Kama majina yao ni bado ni magumu, kwa unaweza kutumia majina ya position zao wanazozifanya ili uweze kujibia. Kwa sababu gani? The government inspector, hii play inajibu swali la corruption, inajibu swali la leadership. Kwa hiyo unaweza kutumia the government inspector pamoja na the lion and the joy. Sasa isiko kikwazo kutotumia kitabu hiki kwa sababu ya majina magumu ya wahusika ambayo yametumiwa na mwandishi Nikolai Gogori. Mimi teacher Kaliko Doto Njige nimejaribu kulainishia play hii uweze kuijua na mbinu gani unaweza takiwa uzitumie. Tumia position ya hawa viongozi kuwataja au kujielezea, kama unaelezea themes au kipengele fulani. Nafikiri uweza kunielewa kwa ufupi kabisa, japo kuwa play hii nimeichambua mara nyingi sana. Yani kuna audio ziko nyingi sana ambazo nilizochambua. Lakini sasa ujio wa huyu general inspector anakuja kufikia nyumbani kwa nani? Kwa meya. Yani hakuweza kutoka na kwenda kukagua kule, kukagua kwenye mahakama, shuleni, lakini hadi ameondoka akiwa kwa meya tu. Kwa hiyo na madhaifu gani? Kwamba huyu ni responsible leader, hajajibika. Ni kijana mdogo tu wa miaka 23, lakini amepewa mamlaka na wakubwa aenda kufanya ukaguzi kule, lakini yeye anakuja kuonekana mtu wa kuogopa. Lakini sasa baadaye na hawa viongozi wanakuja kujua madhaifu yake, hata ile hofu na uoga wakatoa. Ndio uone kiasi gani wananchi wanatoka majumbani kwao, wanaenda kabisa kuongea madirishani, wanaenda chumbani kuongea secret. Kwa unaona kwamba madhaifu gani ya huyu kiongozi wa mchongo, hadi mwishowe anakuja kuondoka akiwa kwa nani? Kwa meya, anarudi huko Petersburg. Kwa hiyo na watu wamelalamika, watu wanategemea matumaini kwamba huyu meya aondolewe katika ile sehemu fulani na watu waishi kwa amani, lakini watu hawajatatuliwa shida zao. Kwa hiyo unaona kiasi gani kwamba mwandishi Nikolai Gogori amefanikiwa kuelezea kitabu hiki ili vijana wajifunze kwamba wanapokuwa viongozi watumie mamlaka yao kusaidia watu na sio kuwanyanyapaa watu. Unaona kina mama jinsi wanavyohangaika, wanavyolia juu wamepoteza waume zao, hawaoni, wanateseka na maisha magumu. Mechanics na wenyewe wanateseka kwa sababu ya hawa viongozi jinsi fulani. Kwa hiyo umeweza kunielewa kitabu fulani. Na pia madhaifu mengine ya kiongozi amekuja, kuna pale dhamira ya love affair.
a love and marriage, kwamba anakuja kumpenda mtoto wa Meya ambaye ni Maria. Mwisho siku, kwanza mwanzoni alionyesha feelings, hisia kwa mama mtu ambaye ni Ana, lakini baadaye sasa anakuja kumpenda Maria. Mwisho siku anajitambulisha, anataka kumuona, akapewa na fursa, akaenda kama naenda, ngoja kwanza nikaongea na wazee, baadaye nakuja nimchukue huyu binti. Hadi mwisho wa kitabu tunaona kwamba huyu General Inspector anakuja kumchukua huyu binti. Kwa hayo ndo madhaifu ya viongozi, hata General Inspector mwenyewe. Nafikiri umenielewa kwa ufupi kabisa. Mimi teacher Karigo Doto Njige, the man of literature and the young African writer from Shinyanga, japokuwa nipo Nzega Tabora Queen of Peace Girls Secondary School tangu mwaka 2023 hadi huu mwaka wa 2026. Asante sana, nikiendeleza na gurudumu la kufundisha literature in English, nikiwa nimetokea huko Arusha, nikiwa nafundisha Ilikidinga Secondary School, Losnoni Secondary School and Odonyo Secondary School, mwaka 2022-23. Sasa 23 Septemba 2023 ndo nikaibuka huku Nzega Tabora, shule ya Queen of Peace Secondary School. Asante sana.